Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuyasema haya. Nina kila sababu ya kuendelea kumshukuru kwa kunipa afya njema na kunipa nafasi ya kuzungumza au kutoa mchango wangu kwenye jamii yangu ya Afrika na nje ya Afrika. Kwa sababu TR Msigwa Afrika inamtazama na nje ya Afrika inamtazama. Kwa ni vyema tukajitambua, lakini ni vyema tukaongea na TR Msigwa kupitia 0752819047. Wito wangu au ombi langu kwa watu wanaojihusisha na masuala ya VVU ni kujitambua tu na kutambua ni kwa nini Afrika bado inapambana na HIV. Ni kwa nini? Ni kwa nini baadhi ya watu hawapewi nafasi na wana uwezo mzuri kuliko hao? Utakuja kwenye ile nukta yangu ya kwanza, kinayokwamisha Afrika ni jambo moja tu, ambao msingi wake ni mambo matatu: uono hafifu, ubinafsi ambao ndo naingia na choyo, na roho mbaya. Nitakupa mfano mimi. Mtu mmoja kaniomba formula yangu, nikamwambia ni ngumu kukupa. Basi nitafanya chini juu usifanikiwe. Sasa mtu wa namna hii anaongoza taasisi, hakutafakari ni namna gani tunaweza kuzungumza na hatimaye tukakubaliana. Anatafakari kuona TR Msigwa mkimpa nafasi ugonjwa utaisha na mambo yetu yatakwenda vizuri. Kubwa zaidi tumdhibiti. Hichi ni choyo, na hii ni sababu inaofanya Afrika kushindwa kwenda mbele, kwa sababu ya ubinafsi. Tukiacha ubinafsi, tunaweza kupiga hatua kwenye mambo mengi sana, kwa sababu tumeacha ubinafsi na roho mbaya. Maana vitu hivi vinaambatana: ubinafsi, choyo, roho mbaya. Wa Afrika wakatambua hilo na wakabadilika. Tuna kila sababu ya kupiga hatua kwenye kila sekta kwa spidi kubwa zaidi, kwa sababu kuchelewa kufika sio sababu ya kufanya ushindwe kufika unapostahiki kwenda. Leo kuna kiongozi Afrika, watu wengi wanamtolea mfano katika taifa lake. Kaleta mapinduzi ya haraka mno na jamii yote inampenda. Ni kwa sababu ametambua kuwa watu walikosea, naye asikosei. Leo kila mtu anachukulia mfano wa kiongozi huyo katika bara la Afrika. Ni kijana mdogo sana, lakini analeta mapinduzi mazuri ya kimtazamo, ya kiuchumi na kifikra. Kwa nchi nyingi za Afrika, kama zitatambua kuwa walikosea, wanaweza kuchukua hatua madhubuti na kusimama imara, na wakapiga hatua nzuri sana kwenye kila nyanja ya siasa, uchumi na mambo mengine ya kijamii, na watu wakafurahia kile ambacho wanachokipata baada ya mtu kujitambua. Kwa wito wangu kwa Afrika, tujitambue na tuwatambue wenzetu. Lakini kubwa zaidi ya hayo ni kuweka uhalisia au kuwa na nafsi safi. Kila kitu kifanye kwa haki, si kwa usawa. Ukifanya kwa usawa utafanya makosa, kwa sababu huenda kichwa unavaa kofia, chini unavaa kanda mbili. Sasa ukitaka usawa unaweza ukasema kanda mbili uweke kichwani. Watao kutazama wataona kidogo una changamoto, lakini wewe utasema unataka usawa. Hapana. Kikubwa ni kutenda haki na kuwa mwadilifu kwa kila unachokifanya, ukifanye kwa haki. Mungu ibariki Afrika. TR Msigwa.